ambayo Yesu Kristo alikuwa nayo ili aweze kufanikiwa. Yesu Kristo alikuwa na roho. Usipoelewa vizuri utaona kwamba ni kama nimekufuru Yesu. Lakini tutasoma maandiko, Kristo tutasimama, tutasoma maandiko tutaelewa baadaye. Tutasaidia na Kristo. Yesu Kristo alikuwa na roho ambayo ndani yake ilikuwa ni madharau. Utajua Yesu alikuwa na madharau. Tusomee Waebrania 12 mstari wa 2 ili nitengeneze vizuri. Waebrania 12 mstari wa 2 inasema tukimtazama Yesu mwenye kuanzisha na mwenye kutimiza imani yetu, ambaye kwa ajili ya furaha iliyowekwa mbele yake aliustahimili msalaba na kuidharau aibu, naye ameketi mkono wa kuume kiti cha enzi cha Mungu. Mungu akubariki. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema kwamba Yesu alidharau nini? Kama hiyo roho haiko ndani yake. Kwa kitambo Yesu adharau, ndani yake kulikuwa kuna nini? Dharau. Bwana Yesu asifiwe. Ili Yesu atufanye kuwa wana wa Mungu, alidharau aibu ili tuite wana wa Mungu. Sasa watu wengi tunashindwa kufanikiwa sababu tunaheshimu aibu. Lakini tukichukua roho iliyokuwa ndani ya Yesu Kristo ya kudharau aibu, tutapata mafanikio. Msichana anasema kwamba mimi na uzuri wangu huu siwezi kufanya kazi fulani. Kwa hivyo yeye anaona kuaibika, baadaye adharau ile aibu. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana wasichana wengi warembo wasomi wamekaa nyumbani, kazi za kukaa kwa nyumba kusaidia mtu kazi ya nyumba hataki. Anaona ni aibu. Hadi utakapodharau hiyo aibu na ufanye hiyo kazi. Mtu anasema mimi siwezi andikwa. Hadi utakapodharau hiyo aibu ndio ufanye hiyo kazi. Bwana Yesu asifiwe. Mimi siwezi kopa mkwe wangu. Hadi utakapodharau hiyo aibu ndio waambie mkwe alikuwa na shida huko, tusaidie tutakupishia. Ndio ufanikiwe. Kwa Yakobo alidharau ile aibu na Yesu Kristo alidharau aibu ndiposa akafanikiwa. Mtu anaona kwamba kutembea na mkebe wa uji niuzie watu ama chai ama kahawa ni aibu. Kwa hiyo yeye anaona kwamba anajiheshimu, lakini hajui kwamba ndani yake inafaa udharau. Ukidharau kile watu wanasema, ukisha kidharau ndio utafanikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Maana kuvuliwa nguo, Yesu aliona kwamba kuvuliwa nguo hiyo si kitu. Wacha nivuliwe lakini watu wapige kumwona Mungu. Kutemewa mate tu hiyo si kitu. Wacha temewe mate lakini watu wamuone nani? Mungu. Kuitwa kwamba rafiki wa wezi na makahaba sio kitu. Watu mimi niitwe rafiki wa wezi na makahaba lakini watu wamuone nani? Mungu. Yesu alidharau ile aibu. Baada ya kudharau ile aibu, ndiposa akafanya kitu, akatuleta sisi wengi kwa Mungu. Kwa kuna mapato tunaweza pata kwa njia ambayo tunaona kwamba ni aibu. Lakini ukajaribu kuchukua maji baridi ukaweka ndani ya fridge, au ukatafuta ile box ukaweka hapo hivi, unaona mtu amekuuliza haya maji pesa ngapi? Ndio unauza. Lakini mwanzo ulisema nini? Ni aibu. Kwa hiyo tunaheshimu kile ambacho tunaita aibu baada ya kidharau. Kwa kazi zipo. Tunaweza jaribu kila kazi, lakini tunaona ni aibu. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nikiingia kwa kampuni kazi yangu ya kwanza ilikuwa na kofia. Huyo mzee ni shahidi hapa. Bwana Yesu asifiwe. Huyo ni shahidi. Nilikuwa napita kwake nimeweka slasha na kumsalimia. Bwana Yesu asifiwe. Anaenda kofia. Lakini kama mimi nasema kwamba hapa kuna watu wanaombia alafu nafika mbele yao, hata fanya hiyo kazi. Anajali heshima ya jina. Jina mwalimu koli litakusaidia, litakulisha. Ni mpaka udharau aibu ndio uingie pale ufanye hiyo kazi. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wakati jina peke yake halikulishi. Kuna wakati sifa za watu hazikusaidii. Ni udharau kwanza, watu waongee ni mimi na maisha yangu. Ndiposa upate. Lakini ukisema kwamba watu tuongee ili kunihusu, utabaki hapo. Utabaki hapo. Msichana umekomaa, umri unaenda. Lakini bado hata vitu ambavyo unahitaji kama vya kiko unafuata mama. Unafuata baba. Naye mama kumkolivizi baba ni kazi ngumu. Anashindwa. Sababu hujatoka mpaka udharau. Useme kwamba hata lini mimi nami nitaangalia mambo yangu. Ujue kwamba kuna vitu nafaa uviangalie wewe mwenyewe, usimamie. Ndiposa udharauie aibu na utoke. Lakini kwa mtu akuheshimu aibu, hao nilisoma nao wataniambiaje sasa? Mimi nianze kuuza uji, nilisoma nao kununua kwangu. Amen.
Bwana Yesu asifiwe. Mtu anaogopa. Nilisoma nini moja kwamba msichana alikutana na mvulana wenye kudanganyana, mimi nafanya kazi fulani. Maana kila mwanamke ni muongo. Wanaume afadhali Mungu awabariki. Bwana Yesu asifiwe. Mungu awabariki wanaume. Sababu ni hii, si ndio? Mwanaume si rahisi adanganye mwanamke jina. Lakini kama ni mwanamke hujawahi danganya mwanaume jina, si ndio tumko. Hawajakuja leo, sio leo bwana. Leo wale ambao wanadanganya majina hawajakuja leo. Kama wewe ni mwanamke hujawahi danganya mwanaume jina, mimi naitwa Sharon na unajua naitwa Rebecca. Ndio mko. Kwa hiyo wanaume ni wa kweli. Sijawahi danganya mtu jina, mimi naitwa Robert. Mimi naitwa kweli. Wanaume hawadanganyi. Sasa hapo umenielewa, najua umetia muhuri sasa. Sasa wakadanganyana huko. Mmoja msichana akasema kwamba mimi nafanya kazi kwa kwa benki. Bwana akasema kwamba haina shida, mimi nami ni daktari. Hao wamedanganyana hapo. Sasa ikafika hapo, kuna Mhindi anafanya kazi hapo na ameandika watu. Huyu msichana akachukua uji wake aende kuuza hapo. Kufika hapa akapata mwenye alimwambia daktari naye yuko hapo na mikono. Wote wakajificha. Bwana Yesu asifiwe. Wote wamejificha. Huyu mwenye kusema ni daktari hataki kutokezea ataonekana. Na huyu mwenye kufanya benki sijui kama alikuja kuuza tena. Sababu wanajaribu kutafuta jina nzuri ili kuziba aibu. Sema tu mimi sasa nashikilia kazi ya uji, ni vile sijabarikiwa. Lakini akaogopa kadanganya. Na huyu naye akadanganya. Kwenda daktari na mtu wa benki kujificha. Kwa mjengo wenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Aibu. Watu wanaogopa aibu sana. Watu wanaogopa aibu. Lakini kuna njia unaweza ongea na mtu akakuelewa chenye unafanya. Bwana Yesu asifiwe. Mtu akakuelewa kabisa. Sasa wewe unamdanganya kwamba mimi nakuanga na gari na pikipiki hata hapa. Mnakutana mguu wa gari kwa wapi? Nimeiachangaje natembea kidogo. Na hauna. Bwana Yesu asifiwe. Watu wataki aibu. Lakini huyu akadharau aibu. Yesu Kristo alidharau aibu.